Somatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya. Somatora mukoma matora antazi yenama wanita egona. Misoti yanda chie manja sata kunga. Mira yingiroze nizontakura. Iringozi eipaita atana ngura. Irinjozi yandi kurira amainda gura. Diani ya chandira ira. Hama tepecho. Tena siku ya leo tena tunaendelea na somo letu lile linalosema ujio wa Yesu Kristo feki. Na leo katika siku hii tupo katika sehemu ya 3. Tunakwenda kutazama jambo lingine. Baada ya kuona sehemu ya kwanza namna Yesu atakavyokuja, sehemu ya pili tukaona pia namna Yesu atakavyokuja na namna shetani atakavyokuja kuwadanganya watu wasiopenda ukweli. Leo tunakwenda kuangalia jambo lingine, maandalizi yanayofanywa ili watu waje kumpokea huyu Yesu bandia. Na andalizi mojawapo ni hili. Wakazi wa kijiji cha Mkungu, halmashauri ya wilaya Mtwara mkoani Mtwara, wameshikwa na taharuki kubwa kufuatia mama mmoja Bi Mkubwa Ali Mbondo aliyefariki dunia na kuletwa kijijini kwa mazishi, lakini wanafamilia wamedai alikuwa bado yupo hai. Mwanahabari wetu Modestus Mwambe anaripoti kutoka Mkungu mkoani Mtwara. ITV ilifika hadi kijiji cha Mkungu na kukuta umati mkubwa wa wananchi, ambapo ndugu na jamaa walikuwa na haya kusema kuhusiana na tukio hilo. Harakati za maandalizi ya mazishi kumwandaa marehemu ili apelekwe makaburini. Inaonekana kwamba ile marehemu bado yani bado yuko hai. Yule mtu bado hajafariki. Binadamu akisha fariki viungo vinalegea. Wao mnakuwa vyovyote vile mnavyofanya na kwa anaelekea, lakini huyu jana alikuwa akiwekwa mikono hivi, yeye anaitoa na nyuma, labda anataka kimuinua kwa ajili ya kumkalisha na kwa vigumu anataka inuke yote kabisa, yani vitu kama hivyo. Hata hivyo, mkuu wa hospitali ya Sajora Dr. Saleh Kaisi, baada ya kuchukua vipimo, alikuwa na haya kusema. Jaribu kuangalia mazingira yote yale ambayo inaashiria kabisa kwamba ni mtu ambaye amekufa tayari. Kumekuwa na watu wanaonekana wakiwa hai lakini walishakufa zamani au enda kipindi fulani, lakini alishakufa anaonekana tena. Je, hii ni kweli au ni uongo? Kwa hiyo unakwenda kutazama Biblia inatujibu jambo gani kuhusu mtu anapokuwa amekufa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la 7, wakati Mungu anamuumba mwanadamu, Mungu alifanya Mungu alifanya haya yafuatayo. 2:7 Mwanzo anasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mungu anasema wakati anamuumba Adamu alifinyanga udongo, alafu akapuliza puani pumzi ya uhai, alafu mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo ili kiumbe chochote, ili mwanadamu awe hai, yani aitwe kiumbe hai, anatakiwa awe na muunganiko wa vitu vikubwa viwili. Jambo la kwanza, awe na udongo, yani huu mwili, ili kasha ili awe nayo. Jambo la pili, awe na pumzi. Kwa muunganiko kati ya udongo na pumzi ndiyo ni sawasawa na nini? Na kiumbe hai. Kwa mwanadamu, we na mimi tuko hai leo kwa sababu ya vitu vikubwa viwili: udongo uliofinyangwa na pumzi iliyopulizwa katika kwenye pua. Biblia inasema akapuliza puani pumzi ya nini? Ya uhai. Sasa mtu anapokuwa anakufa, nini kinatokea?
Ukisoma Zaburi 146 fungu la 3, msiwatumainie wakuu, wala binadamu ambaye hakuna wokovu kwake. Pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba mtu anapokuwa anakufa, pumzi ambayo ilipulizwa kwenye pua na Mungu mwenyewe inatoka. Yaani vilikuwa vimeshikana hivi. Sasa hii ndo pumzi, hii ndo udongo. Vilikuwa vimeshikana hivi. Vikishikana hivi, huyu ndio anaitwa kiumbe hai. Huyu ndio anaitwa binadamu, anayekula ugali, anayetembea, anayeimba. Kwa nini? Udongo na pumzi vimeungana. Sasa Biblia inasema kwamba mtu anapokuwa nakufa, pumzi inaachana na udongo. Ikiachana na udongo, huyu haitwi tena kiumbe hai, anaitwa mfu. Kwa mtu anapokuwa nakufa, pumzi yake inatoka. Yaani mimi nikifa, pumzi hii inatoka. Ikitoka, mimi siitwi tena nani? Siitwi tena kiumbe hai, naitwa mfu. Jina linabadilika. Sasa mtu anapokuwa, pumzi inapokuwa imetengana na udongo, vimetengana hivi, huyu mtu anakuwa na ufahamu wowote? Biblia inatujibu tena katika hili fungu la 5, fungu la 4, anasema pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake siku hiyo. Yaani siku hiyo, yaani sekunde hiyo ambayo pumzi imetoka. Biblia inasema mawazo yake yanapotea. Yaani kama ulikuwa unawaza kujenga gorofa, ulikuwa unawaza kuoa, ulikuwa unawaza kwenda kwenye harusi, kufanya, siku hiyo, dakika hiyo, pumzi inapoachana, mawazo yangu yanapotea. Ninakuwa siwazi tena yale mambo. Tusome tena na kitabu cha Mhubiri 9 fungu la 5, inasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena. Maana kumbukumbu lao limesahauliwa, mapenzi yao na machukio yao na usuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Hawajui jambo lolote. Kwa mtu anapokuwa na kufa, anakuwa ajui jambo lolote linalotokea katika ulimwengu huu. Kumbukumbu zake zote zimefutika, ubongo umezima. Unaweza ukajiuliza kwamba mtu anapokuwa na kufa, anakuwa yuko hai huko aliko, kwamba ni mzima huko aliko? Biblia inatujibu kwenye kitabu cha Ayubu 14 na lile fungu la 14, inasema mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Mimi ningemngojea siku zote za vita vyangu, hata kufunguliwa kwangu kunifikirie. Kwa mtu anapokuwa nakufa, anakuwa hayuko hai tena, amekufa. Amefanyaje? Amekufa, hajui jambo lolote. Sasa pia unaweza ukajiuliza, mtu anapokuwa amekufa, anaweza akarudi tena? Yaani akaja kutuambia habari za Yesu, akaja kutusimulia mambo ya huko aliyokutana nayo. Tumeona kwamba kuna watu wanaonekana kwamba wamerudi tena duniani, ila walishakufa. Je, Biblia, neno la Mungu, linasemaje? Kwenye kitabu cha Ayubu 7 na lile fungu la 9 na 10 linasema, kama vile wingu likomavyo na kutoweka, ni vivyo huyo ashukaye kuzimuni hatazuka tena. Fungu la 10, hatarudi tena nyumbani kwake, wala mahali pake apata mjua tena. Kwa mtu akisha kufa, usitegemee kwamba atakutembelea tena kwa njia ya ndoto au kwa njia yoyote ile. Kwa hawa wanaotokea duniani sasa hivi na wanaaminika ni ndugu za watu ambao walikuwa
wako nao, je, ni wakina nani? Tutajifunza. Je, ni wakina nani? Tutajifunza. Yohana 5:28 anasema, msistajabie maneno hayo, maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa Yesu anasema kwamba kwamba watu wote waliomo makaburini. Kwa mtu anapokufa anakuwa anaenda kaburini, tunamzika, tunamfukia, haendi mbinguni. Atakuja kufufuliwa siku ya mwisho. Atakuja kufufuliwa siku ya mwisho. Tusome pia na Danieli 12. Danieli 12 na lile fungu la pili anasema, tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Kwa hiyo mtu anapokuwa amekufa anaenda kaburini, anazikwa. Sasa tunaishi kipindi ambapo kumekuwa na watu wanaotokea duniani wakijiita kwamba wao ni ndugu zetu. Sasa je, ni kweli au ni uongo? Biblia inasema kwamba mtu akifa kaburini anasubiri ufufuo. Biblia inatuambia kwamba mtu akifa pumzi inatoka, anakuwa hayuko hai tena. Sasa hawa wanaokuja duniani na wakitangaza kwamba wao ni nani, ni watu ambao walikuwa ndugu zetu, ni wakina nani? Kwa hiyo mpendwa, ni lazima tujue mtu akiwa amekufa ni nini kinatokea. Mtu akifa anakuwa hajui jambo lolote. Kwa hiyo watu sasa hivi wanaaminishwa kwamba kuna watu fulani, kuna ndugu zetu, kuna wapendwa wetu waliokufa wako sehemu fulani, wanaishi huko. Wengine wanaonesha kwamba wengine wanapanda kwenda mbinguni, kwamba mtu akifa tu mbinguni. Lakini mtu akifa amekufa. Mtu akifa amefanyaje? Amekufa. Hawezi kujua tena mambo yanayoendelea hapa mbinguni. Kwa hiyo haya ni matayarisho ambayo shetani anawatayarisha watu, ili kwamba atakapokuja, malaika zake wahovu watakapokuja, watu waweze kuwapokea na wakiamini kwamba ni wametumwa na Mungu. Kwa hawa wanaotokea sasa hivi sio ndugu zetu waliolala, sio mababu zetu, sio mabibi zetu, sio wapendwa wetu, ila ni mapepo ambayo yanavaa miili ya ndugu zetu waliokwisha kulala, na yanawaandaa watu kuja kukubali udanganyo au udanganyifu wa shetani ambao uko mbele. Kwa hiyo rafiki, karibu katika somo lijalo na Mungu akubariki. Hebu fikiria jambo hili. Mtu anatangazwa amekufa, mwili wake unaandaliwa, unapelekwa mochwari, mazishi yapangwa. Lakini siku ya mazishi anafumbua macho na kuketi juu ya jeneza lake mwenyewe, na si mara moja, bali ni mara 6. Ndiyo, ni mara 6 ametangazwa kufa, na kila mara amerudi tena akiwa hai. Watu wanakimbia, familia yake haelewi, jamii inamwogopa. Je, huyu ni binadamu wa kawaida au kuna kitu cha ajabu ndani yake? Hii ni hadithi ya kweli, si ya sinema wala simulizi la kitabu. Ni simulizi ya mwanaume mmoja wa kawaida, lakini mwenye maisha yake yasiyo ya kawaida kabisa hapa nchini Tanzania. Jina lake ni Ismail Aziz. Alizaliwa na kulelewa huko New Karai, Tanzania. Maisha yake hayakuwa rahisi. Alikulia katika familia ya kipato cha chini, hakupata nafasi ya kuendelea na masomo, na kwa muda mrefu amekuwa akiishi peke yake, hana mke wala watoto. Lakini jambo linalovutia si umaskini wake, bali ni kwamba amekufa mara 6 na kila mara amefufuka. Kwa mara